wa joka anayeshambulia au kuua hatima yangu. Kwa ufupi tu, kumwondoa joka anayeshambulia au kuua hatima yangu. Mwisho utaweka mabano alafu andika Leviathan. Na sina uhakika kama hiki ninachokiongea ni kwa wote, lakini kwa asilimia kubwa hiki ninachoongea kitamvusha mtu leo, kwa asilimia kubwa. Na sijawahi kukiongea kwa namna hii, ila nitahitaji unisikie kwa makini sana. Hiki ninachokizungumza ni kitu cha namna gani? Haleluya, haleluya. Tutaangalia kile kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 27, ule mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nitahitaji umakini wako sana sana. Isaya ule mlango wa 27 na ule mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwenye kichwa utaona neno ukombozi wa Israeli, na kama umeipata itika amina. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, atamwadhibu Leviathani, nyoka yule mwepesi na zonga, naye atamuua yule joka aliye baharini, naye atamuua yule joka aliye baharini. Nina tafsiri nyingine hapa ambayo inasema hivi, hii ni ya neno kwa neno. Anasema katika siku ile Bwana ataadhibu kwa upanga wake mkali, mkubwa na wenye nguvu. Ataadhibu Leviathan, yule nyoka apitaye kwa mwendo laini. Leviathan, yule nyoka mwenye kujipinda. Atamuua joka huyo mkubwa sana wa baharini. Hii ni tafsiri ya neno kwa neno. Tafsiri ya habari njema anasema hivi: siku hiyo Mwenyezi Mungu atautoa upanga wake mkubwa, mkali na imara, na kuliadhibu dude. Hebu sema dude. Na kuliadhibu dude Leviathani, joka lirukalo na danganyifu. Mwenyezi Mungu ataliua joka liishilo baharini. Nafikiri tukiziangalia hizi tunapata picha pana. Si joka tu, dude danganyifu. Haleluya, haleluya. Biblia inaposema aishie baharini, watu wengi tunaweza kuvuta picha ya kule feri, picha ya kule tunakoendaga bichi, picha ya kule tunakoendaga kubatiza. Lakini nataka nikuangalizie wigo mpana. Biblia inaposema neno bahari au inaposema neno maji, inaweza kuwa ina tafsiri pana sana. Na kwa uandishi wa lugha tunaweza kusema hii ni lugha ya kinabii, au kwenye fasihi tunaweza kusema ni lugha ya picha. Tunaenda vizuri? Kwa lile neno maji au bahari tunaliona vizuri katika ile Ufunuo ule mlango wa 17. Anaeleza vizuri tu ule mstari wa kwanza, utaruka hapo tutauona na wa 15. Nataka nikueleze mahali ili joka linapotoka, mahali lilipo si maji kama maji. Watu
wengi wakisikia bahari unavuta kule. Wa 17 na ule mstari wa kwanza, alafu tutaruka tutauona ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, aketie juu ya maji mengi. Twende ule mstari wa 15, anasema hivi, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hiyo bahari anapotoka huyo joka dude, sio maji tu, bali anatoka katikati ya jamaa. Lile neno jamaa ukiangalia sehemu nyingine inasema ukoo, grain, ukoo. Tunaenda vizuri? Najaribu kukutazamisha kwa jicho la kiualimu. Anatoka katikati ya mataifa, anatoka kwenye makutano. Kwa ni dude ambalo linakaa katikati ya watu. Maji hayo, so maji mengi, bahari ni maji mengi. Tunaenda vizuri? Maji hayo tafsiri yake ni jamaa, maana yake ukoo, ni makutano. Ni nini anaeleza? Nisomee hivyo kipengele, mstari wa 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo huyo joka ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Neno jamaa ni ukoo. Hapo nisikie kwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunapoongelea hili dude Lewiathan, ni ngazi kubwa sana ya utendaji kazi wa kuzimu katika mifumo ya kishetani inayowakilisha utawala, inayowasilisha utawala wa giza. Aina hii ya roho, nisikie mpendwa, uko mbele usiogope, kwa sababu najua mpaka tumefika kuongea hiki kuna neema gani juu yetu. Aina hii ya hii roho, ili dude ambalo tunaliangalia hapa, huwa inatokea sio kila wakati kwenye maisha yako, isipokuwa kwenye vipindi au misimu fulani fulani. Hiyo namba moja. Huwa haitokei kila wakati na uwezi kuiona inapambana nawe kila muda, ila kwenye vipindi na misimu ya aina fulani fulani. Msimu wa kwanza ambao inaweza kutokea ni pale unapotakiwa kwenda kwenye hatua ya mwisho
hatua ya mwisho ya jambo fulani kubwa unalolitarajia. Hatua ya mwisho, kama unasoma basi upo kwenye hatua ya mitihani final. Kama ni mradi, upo kwenye hatua sasa, umeanzisha mchakato wote, hatua sasa ya kuanza. Kama ni ndoa, upo kwenye hatua sasa ya kwenda kuifunga ndoa. Kila kitu kimeenda kwenye ile hatua ya mwisho. Mfano wake unaona kwenye ile Mathayo 4 ule mstari wa 1 na wa 3. Yesu alipokuwa amefunga zile siku 40, na maandiko yanasema akachukuliwa na Roho Mtakatifu akapelekwa nyikani ili ajaribiwe. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Nataka kuna neno uone, kama una kalamu yako utachorea hapo. Mwisho akaona njaa, mjaribu akamjia akamwambia. Hakumjia wakati wote, alimjia mwisho wa mfungo wake. Na kama umejaribu kuangalia ile filamu ya Yesu, utaona lilimwijia joka. Yani yule mjaribu alimwendea Yesu kwa umbile la joka. Tunaenda vizuri? Hauoni akimwendea Yesu wakati wote alipokuwa anaanza yale maombi yake. Unaona akimwendea Yesu alipokuwa mwisho wa hatua ya maombi yake. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Pointi nyingine, hii ndio roho inayosimamia kitengo cha majaribu yote ya kuzimu kwenye maisha ya watu. Hii ndio roho inayosimamia kitengo, kule kuna kitengo cha majaribu yote ya kuzimu kwenye maisha ya watu. Hapa utamuelewa Yesu kwenye ile Mathayo 6:13. Bali usitutie majaribuni, ila utuokoe na yule mwovu. Ndio huyo hapa. Si kila majaribu unatakiwa kuyaingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba unisikie kwa makini sana. Hii ni roho inayopambana pia na mtu anapotaka kutoka hatua moja kwenda hatua mpya kubwa kwenye maisha yake. Hatua moja kwenda hatua nyingine kubwa kwenye maisha ya mtu. Na viko viashiria kadhaa vitakavyokujulisha ya kwamba unaandamwa na hii roho. Unaandamwa na hilo. Nataka tuende haraka ili tupate nafasi ya kuomba. Namba 1 ni majaribu ya mara kwa mara yasiyokoma. Kwa mujibu wa Biblia, kila jambo huwa lina majira, na kama ni jaribu Mungu aliloliruhusu huwa lina wakati. Si wote, sio muda wote utatakiwa kupita kwenye majaribu. Ni kama mwanafunzi, sio muda wote mwanafunzi anafanyaga mtihani. Lini anakaa darasani asome? Lini? Tunaenda vizuri? Lakini kuna watu maisha miaka nenda rudi, hakuna mahali pa kupumua, hakuna. Inakuwa nafuna jana. Yani ukikutana naye wapendwa, mimi kuna simu nikipokeaga ya mtu naanza tukujua hapa leo kuna nini. Tangu nimejiwana na hao watu
Hakuna simu anayokuambia mtumishi na kupigia leo nikujulia hali, mtumishi na kupigia kukueleza Bwana amenivusha. Yaani miaka nenda rudi, simu zote ni matatizo. Lalo naeleweka. Na si kwamba anapenda, na ataenda kwa nani, atakimbilia kwa nani, ila kwangu inanipa kufikiri zaidi kwamba haya ndio maisha kweli tuliowekewa ndani ya wokovu. Biblia inaposema Roho Mtakatifu akamchukua akampeleka Yesu nyikani ili afanyaje? Ajaribiwe. Kwa lugha nyingine, hili ndio dude ambalo huwa linasimamia majaribu. Okay, tunajua Roho wa Mungu kuna kipindi tu alimpeleka Yesu, lakini hili dude ndio huwa linahakikisha majaribu kwako hayakomi. Kwa kiashiria cha kwanza ni majaribu ya mara kwa mara. Haleluya. Kiashiria cha pili, kuharibika kwa jambo au kufeli, kushindwa kwenye hatua ya mwisho ya jambo lako. Kuharibika kwa jambo au kufeli au kushindwa kwenye hatua ya mwisho ya jambo lako. Kiashiria kingine, hofu, uoga na mashaka pale tu unapoanza hatua ya kufanya kitu fulani. Hofu, uoga na mashaka pale tu unapoanza hatua ya kufanya kitu fulani. Ukiona kuna jambo unataka kufanya alafu ghafla inatangulia hali ya hofu, ngoja nikwambie wapendwa, kibibilia kwa mujibu wa ile Timotheo wa pili 1:7, maandiko yanasema hatukupewa roho ya uoga. Mungu anapotaka ufanye jambo lake, cha kwanza kiashiria atakachokiweka ndani yako ni roho ya ujasiri. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Ndivyo alivyomwambia Joshua kwenye ile sura ya kwanza, nafikiri kuanzia ule mstari wa 6 ule na kuendelea. Anamwambia uwe jasiri na moyo wa ushujaa, kwani wewe ndio utakayewavusha watu hawa kuingia hiyo nchi ya ahadi. Hapo walikuwa hawajavuka, ila walikuwa wanatakiwa kuvuka. Tunaona tabia ya Mungu anapotaka kukuingiza kwenye ukurasa wowote, anakujengea kwanza kujiamini, anakujengea ujasiri, anakujengea ushujaa, anakujengea hali ya furaha. Unaanza kuona ushindi kabla hujaufikia. Lakini unapotaka kulifanya jambo alafu hivi kweli mnanielewa ndugu zangu? Hivi kweli hii ngoma hii ngoma kweli itaenda? Hii tafaulu hapa? Hii biashara itafanyika hii? Au nikikopa ndio itakula kwangu? Afu unakuta yanaanza kuja na mawazo ya mahali ulikowahi kukwama, yani vinaungana au vinatangulia mbele. Ukiona hatua hiyo, usikurupuke kufanya. Shughulika kwanza na hii hali, haya mazingira. Unachofanya utapoteza. Fanya ukiona taa ya kijani imekupa ujasiri. Wangapi mnanielewa? Na unapoona hiyo hali inatokea, si kwa sababu umeitaka itokee, ila inakuja kwenye mawazo au unajikuta ghafla unakuwa mdogo kama Piliton. Lewiathani yupo kazini. Pigie Yesu makofi. Wangapi wamekutana na hiyo scenario? Emnyosha mkono. Amina. Vizuri, kumbe hawa wapo. Hawa ndio Mungu amewalenga. Kiashiria kingine, hali ya kujikatia tamaa.
na kujiona huna uwezo juu ya jambo unalolitaka mbele yako. Sio Mungu huyo. Maono ya kimungu yanapoletwa ndani ya moyo wako, kwa sababu maono huwa ni neno la Mungu linalofunuliwa kama picha ndani ya mtu. Tunaenda vizuri? Sifa ya kwanza, lazima yawe makubwa kuliko wewe. Yaani maono ya Mungu lazima yakuzidi wewe. Maono ambayo yanawiana na wewe au ni ya kwako, usije ukasema ni ya Bwana, hayo ni ya kwako. Ya kimungu lazima yawe makubwa kuliko wewe, ili yakitimia wewe mwenyewe useme huyu ni Mungu. Maono yoyote ambayo yako ndani ya uwezo wako, hayo ni ya kwako. Ya kimungu lazima yakuzidi wewe. Na kwa sababu maono ya kimungu huwa yanakuwa ni makubwa, kuna hali ya ndani na yenye kubwa unatengenezewa ili kusaidia kufika. Hatua yoyote ya ushindi wako inaanzia kwenye wazo la kichwa chako. Wazo. Ndio maana vita kubwa sana kati ya mtu ni shetani. Ili joka uwaga linatengeneza ngome ya mawazo kwenye ufahamu wa watu. Hivi naeleweka? Ili dude uwaga linashambulia huku, linatengenezaga ngome ya mawazo, na mawazo yanayokuja mara nyingi huwa ni negative. Yani ni hali ya kupoteza, ni hali ya hofu, ni hali ya kushindwa. Ngoja nikwambie, hata kama utasema Yesu ni Bwana usiku na mchana, lakini hiyo ngome isipoanguka, hakuna kitu kitabadilika. Hakuna. Yani Mungu habadilishi kitu ambacho hakijaanza kubadilika ndani yako. Hafanyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Biblia iko wazi kabisa. Ile Wakorinto wa 2:4-18 inatueleza. Inasema tusiangalie vinavyoonekana. Maana sisi hatuishi kwa kuona. So inasema vinavyoonekana ni vya muda mchache tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Ile Wakorinto wa 2:5, nafikiri ule mstari wa 7, anasema hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. Haijalishi mazingira ya nje. Na nataka nikutie moyo mtu wa Mungu, Biblia yangu inaniambia mwenye haki hata akianguka mara 7, ile neno mara 7 maana yake kwa siku moja mara 7 bado unatakiwa kuinuka. Hakunaga kuchelewa. Haijalishi utaona umri unaenda, mvi zinaota, lakini ng'ang'ana na ile hali ya ndani. Ikipotea hiyo kushi. Hata aje Mikaeli na Gabrieli washuke hapa, hakuna kitakacho change. Hakuna. Na katika vitu shetani anavyovishambulia ni uwezo wako wa kufikiri na kuwaza, namna unavyoona ndani. Sababu Biblia inasema unavyo ndani mtu ndivyo alivyo. Swali Mungu la kwanza anaomuuliza Yeremia, je, waona nini? Ile picha haikuwa nje, ile picha ilikuwa ndani. Yeremia akasema anachoona. Mungu akasema umeona vyema, kwa kuwa ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Unaona nini ndani yako? Unaona ni sio nje. Nje utajiona kapuku tu. Nje utajiona wa kawaida. Kwani Gideon nje alijionaje? Si alijiona yeye fukara tu. Alijiona yeye mpepeta ngano kwenye shinikizo. Lakini mbinguni wakumuona hivyo. Mbinguni walikuwa wanamuona shujaa. Mbinguni walikuwa wanamuona muamuzi. Mbinguni walikuwa wanamuona jemedari. Mbinguni walikuwa wanamuona kiongozi. Mbinguni walikuwa wanamuona tajiri. Na Mungu amemtuma malaika kumuondolea ya ule mtazamo wa mazingira ya nje. Sasa wewe ulivyoumbwa, wewe ni roho na nafsi, unaishi katika mwili. Huu mwili ni nyumba. Sasa au kama nyumba inaweza kuwa ina sauti kuliko wewe mwenye nyumba, utakuwa mwenda wazimu. Naeleweka? So nyumba inakutegemea wewe.
nyumba yote. Mwendo wa gari ni dereva. Ukiona gari linakimbia ujue ni dereva aliye ndani, aliendi wenyewe bila dereva. Wewe halisi ni roho na nafsi. Hili ni mwili, hili lisikudanganye ili ukaona mazingira ya nje. Usikubali. Narudia, usikubali. Hii ni moja ya hila ya joka. Ndivyo anavyoongea kwenye Wakorinto wa pili 11 mstari wa 3. Anasema, lakini nachelea kuambia kama yule joka alivyomdanganya mama yenu Hawa, asije akawapofusha na nyie fikra zenu. Maana yake kuwaza kwako. Na kwa wanawake hii roho huwa inapambana nao sana sana. Amen. Sana. Alo, niko na mtu hapa leo, Mungu anaenda kuiondoa hiyo spirit, and you will be victor. Utakuwa mshindi zaidi ya washindi. Kwa nini roho Mungu ametaka tujiangalie? Tumefika mwisho wa mwaka na tuna mlango wa mwisho unaitwa saumu ya mwezi wa 10, na kuna ahadi za mwisho ambazo Mungu anataka aziachilie. Na hii roho na yenyewe huwa inakujaga kwenye hatua hiyo ya mwisho ili kuhakikisha inaua ule utukufu wa Mungu usije ukaonekana. Hii ndio kazi ya hii roho. Bwana asifiwe. Okay, tutatembea kidogo na hii case study ya Ufunuo ile sura ya 12. Kuanzia ule mstari wa kwanza, wa pili hadi wa 4, alafu tutaluka, tutaenda ule mstari wa 13 hadi wa 17. Haleluya, haleluya kanisa. Halo, kuna mtu hapa ananipata? Naulia, kuna mtu ananielewa? Biblia yangu inasema hivi, na ishara kuu, mstari wa kwanza, utaona kule juu kichwa kinasema mwanamke na joka. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba, akilia, aliana utungu na kuumwa katika kuzaa. Mstari wa 3, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Nataka uone neno aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake. Bwana asifiwe. Okay, huoni ili joka muda wote likidili na huyu mwanamke? Hili joka lilikuwa linasubiri kwenye final touch. Yule mwanamke yupo kwenye hatua ya kudeliver, ndipo lile joka likatokea. Ili nini? Ili azaapo amle mtoto. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa lugha nyepesi, hii ni roho ambayo tunaweza kukiita ni vision killer. Roho inayoua maono ya mtu, ni roho inayoua ndoto ya mtu. Wewe amka ulilala, au hii roho imekuzonga zonga? Wangapi mnanielewa? Haiji muda wote, ilisubiri yule mama vimechanganya na yeye ndio ikawa imeachama mdomo, alafu lina vichwa 7. Maana yake kila kichwa kimeachiwa hivi, ili azaapo amle. Isikie kwa makini, hii roho inatutesa sana kanisa na watakatifu. Biblia inapoongea mwanamke kuna ufunuo mpana, lakini tafsiri ya kwanza ya huyu mwanamke ni kanisa. Mwanamke ni kanisa, na mume ulimlipia mahali pale msalabani. Huyu ndiye bibi harusi wa Yesu, ni mwanamke.
na ana tumbo la uzazi la kuzaa huduma, kuzaa vipawa, kuzaa karama, kuzaa ustawi wa watu. Na Mungu hapa hamwangalii tu mwanamke kama kanisa kwa maana ya jengo. Kanisa ni wewe na mimi. Nataka uijenge hii picha. Lolote ambalo huwa unamuomba Mungu, Mungu analileta ndani yako kama mbegu, na ile mbegu baada ya muda inaendelea kukua kama mimba inavyokuwa kwenye tumbo la mwanamke. Chochote unachomuomba Mungu, unapoona kimekuwa chako mkononi, maana yake kuna muda wa kukizaa kile kitu umefika. Na katika muda ambao vita yako inakuwa kubwa, ni muda ambao kile ulichoomba kutoka kwa Mungu kinatakiwa kionekane mwilini. Hapo huwa kuna kitu kinaingilia, kinaitwa dude, kinaitwa joka. Na watu wengi sana, kuna mambo mengi tulimuomba Mungu, na unaona kabisa yanafika mahali afu ghafla mambo yameyeyuka. Wangapi wananielewa? Inatokea hatua kubwa hata ya interview, na ndani yako unahisi hii ni ya kwangu. Inatokea hatua kubwa ya tenda, unahisi kabisa haijalishi kuna wengine, lakini kuna hali inakuja inapiga kelele, hiki ni chako. Ghafla inakuja hali ya hofu, na ukilazimisha inapotea. Wangapi wanaelewa? Bwana asifiwe. Ipo roho hiyo, kazi yake ni kufisha vitu. Andika hivi vitu vichache ili tupate nafasi kidogo tuombe. Hivi vitu vichache. Roho ya joka inapokuja kwenye maisha yako, roho ya joka inapokuja kwenye maisha yako, huwa inafanya vitu kadhaa na kuviachilia kwako. Roho ya joka inapokuja kwenye maisha yako, huwa inafanya vitu kadhaa na kuviachilia kwako. Namba moja, viko vingi lakini nataka tuende haraka. Bwana asifiwe. Itika amina. Bwana asifiwe. Namba moja, huwa inaleta kitu kinaitwa laana. Laana ni mfumo ambao unakuwa kinyume na hali ya baraka na kufanikiwa kwako. Na hiyo unaiona kwenye ile Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 14. Joka ambaye aliingia pale Edeni, akamkuta baba yetu Adam na mama yetu Eva, na maandiko yanaeleza huyo nyoka kitu ambacho alifanya kimoja, alihakikisha anatengeneza ile kitu inaitwa laana. Ule mstari wa 14, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo joka ni roho iliyobeba laana. Anapokuja kwako, iwe kwenye ndoto unaota au kuna mazingira ya kawaida unamuona mara kwa mara, ni kwamba kuna aina ya laana inaletwa kwenye maisha yako. Na mtu ambaye ametembea kwenye mazingira hayo hata struggle. Ashukuriwe Mungu ambaye Yesu pia na yeye alijua hilo akalishughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, inakuja kukutoa kwenye nafasi ya kumiliki kitu au vitu ulivyotakiwa kupata kupitia hiyo nafasi. Inakuja kukutoa kwenye nafasi ya kumiliki kitu au vitu ulivyotakiwa kuvipata kupitia hiyo nafasi. Kwa kama
kama ni nafasi inahusu elimu, hiyo roho ikija itahakikisha kitu kinachoitwa elimu kwako kinabaki historia, si kwa sababu upendi, ila utakuta tu automatic ukitolewa kwenye ile nafasi, uwezo wako wa kusoma na kufaulu unapotea. Kama ni ndoa, baada ya muda unakuta kama upo kwenye ndoa kuna mafarakano yasiyo na sababu, na hiyo ndoa itakuwa haikaliki. Au kama unataka kuingia, anakuja mtu anakuchumbia, unachumbiwa hata na watu 10, lakini mwisho wa siku hakuna kinachoeleweka. Na wewe unakuwa baadaye kama ni binti mama huruma, labda angalau huyu anijue mwili wangu, atafutika, ngoja nikueleze. Yaani akikuchezea ndo anakukimbia mazima. Bwana asifiwe. Tuache ujinga kwamba unajua siku hizi nini, agano la ndoa ni la Mungu mwenyewe. Wakati mchungaji ananifundisha ndoa, mimi mara ya kwanza niliogopa yale maneno. Yeye mwenyewe alijikataa, akasema mimi na washarika hawa ni mashahidi, hii ndoa inafungwa na Mungu mwenyewe. Nikaona hata yeye mwenyewe hausiki, hii ni issue ya mshua. Haleluya. Kwenye bustani ya Edeni ya kuwepo mwingine zaidi ya yeye mwenyewe. Usije ukatarajia kwamba huruma yako ndio atakuruhusu. Hakuna. Zaidi tunajishusha thamani. Sisi wanaume washenzi sana, kwa sababu kuna tofauti ya kupenda na kutamani. Mwanaume anapotaka kulala na mwanamke haina maana amempenda. Basi wale makahaba wote wanaojiuza wangekuwa washaolewa. Wanaume wengi ni mihemko tu, wapo tu kukutamani, kutaka kukata kiu yake, akimaliza hapo anakuona kinyamkela tu. Tena ukija kirahisi, yani ndio wamekupata kirahisi, anaona haya maharage ya Mbeya maji mara moja. Sasa na mwingine akija hapa sitakuwa vile vile hapa. Sasa hamna kitu hapa. Bwana asifiwe. Amina. Wakati nipo kwenye kuwaza kwangu nani wakuja kuoa, walikuwepo watu kadhaa, lakini kigezo kimoja ambacho kilipelekea huyu mama mchungaji nikamua, alinisumbuaga sana zaidi ya miaka 3. Amen. Yani kadri anavyonisumbua, anavyobana, ndivyo anavyoongeza thamani kwenye moyo wangu. Kuna hapa kumbe nitakuwa mwenyewe tu hapa. Anaongea ukweli. Nanielewa. Anajua tulikuwa kuna watu tunasoma nao, na kuna wengine walikuwepo, wengine machotala kabisa. Mimi Mungu alinijalia pia hapa. Yaani mtu alikuwa akisikia kama nina asali vile mdomoni achomoki. Kwa nilikuwa na walembo wazuri tu. Wengine walikuwa ni makaradi machotala, Mgiriki na Mswahili. Walembo tu. Anajua mama mchungaji yule pale, muulize. Nilikuwa na wengine wana vidoti pembeni, walembo yani mweupe hivi. So nilikuwa very selective. Ila ilipofika wakati wa nilikuwa naangalia na upatikanaji wao. Chapie Yesu makofi. Halo mabinti, mnanielewa? Ongeza thamani kwa kukaza. Ndio ukweli. Tunapendana. Tunaongelea joka hapa, ngoja turudi. Najua mimi ni baba, kwa lazima pia humu unachomekea tunajingana. Semeni amina. Lazima tuwekane vizuri. Semeni amina. So mwisho unakuta tunaumia sana. Unaona mtu umemhurumia alafu yeye hajalipa fadhili. Inahame kuacha sorem. Inauma sana. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo huwa anakuja kukuondolea nafasi 2, 3. Anakuja kufunga milango yako.
anapokuja kukutoa kwenye nafasi, unaiona Mwanzo 3:23 hadi 24. Si mnajua kwenye bustani ya Edeni unaona Adam na Eva wanatolewa, si mnajua? Lakini huoni nyoka akitolewa, hakutoka. Huoni nyoka akitoka mule, ila wao walitoka. Haleluya. Haleluya. Kama Biblia yako inaonyesha na yeye alitoka, basi hichi kipengele tukiache, ila tunaona nyoka alipaki. Alafu Adam na Eva walikuja kuwatoa pale. Wapi? Kwenye ile nafasi ya kifalme na ukuhani. Ile nafasi ndio iliyowapa kumiliki, kutawala, kurithi kwa watu wakubwa. Kuanzia pale unamwona yule nyoka Adamu mwingine anakuja, anampandisha juu ya kinara, anamwambia ukinisujudia fahari yote hii nitakupa. Maana yake kakaa kwenye ile nafasi. Na uone Yesu akimwambia kwamba mbingu na nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Baba. Haleluya. Mara mwingine pale ungesema vyote imeandikwa ni mali ya Baba. Angesema haipo namna hiyo. Kweli vipo. Lakini nafasi nimeweza kumtoa aliyepewa. Nimeweza kumtoa. Bwana asifiwe. Nimewambia pointi nyingine, anakuja kufunga milango. Hii ni Mwanzo 3:24. Biblia inasema Mungu akaweka makerubi kwenye ile njia, maanake kwenye ule mlango hakuna wa kuingia. Na ndio maana unapoomba kitu chako kilichopotea au mahali ulikotolewa, hakikisha pia unaomba na ule mlango ufunguke ili uingie. Sasa ule mlango unafungwa na kuna kuwa na ulinzi, na aliyekutoa ni nyoka. Bwana asifiwe. Sasa hii milango ni mingi tu. Kuna milango ya utajiri humu, kuna milango ya kibali humu, kuna milango ya kazi humu, kuna milango ya kila kitu. Namba 4, anakuja kukuletea roho ya uasi. Aidha hii roho ikiletwa, kuna baadhi ya watu uliokuwa nao watakusaliti, au wewe unaweza kuwasaliti. Uasi. Kwa kuna jambo lilikuwa linaenda vizuri, afu ghafla lina change, na wewe uelewi. Mbona huyu nilimwamini, tulienda ni watu anakuasi katikati. Lakini uasi mwingine unaangaliwa hapa ni mfumo wa dhambi. Sababu Biblia inasema dhambi ni uasi. Maana inakuja kukuletea hali ya kuishi kinyume na sheria ya Mungu, neno la Mungu. Nampenda Mungu lakini mzishiki sheria zake. Hakuna upendo usioendana na sheria ya Mungu. Hakuna upendo usioendana na amri za Mungu. Hakuna. Unampenda Mungu, shika na sheria zake, tunaenda vizuri. Kwa hii roho inakutengenezea kuona neno la Mungu, kwa sababu uasi ni kile kimeambiwa usifanye, wewe ukafanya. Fanya, wewe usifanye. Kwa hiyo inakujengea hali ya kupuuzia mambo ya kimungu, hali ya kuona mambo ya kimungu ni ya kawaida. Kama ni mwimbaji, unakuwa ile hofu ya Mungu haipo ndani yako. Kama ni muombaji, unafanya vitu chini ya kiwango cha Mungu. Naeleweka? Yaani kwa ufupi inakutengenezea hali ya ukawaida ili uwe wa uvuguvugu. So Mungu anasema heri uwe moto au uwe baridi kuliko uwe wa uvuguvugu. Wangapi mmenielewa? Wangapi mmenielewa? Hiki cha Mungu toa, wewe utoi. Wewe hiki, wewe ufanyi. Sasa huo ndio uasi wenyewe. Namba ngapi? Namba 4. Namba 5, inakuja kukuletea adhabu au mapigo kwenye maisha yako. Ni roho ambayo huwa inaleta adhabu na mapigo. Adhabu na mapigo. Hesabu ile sura 21. Tunaenda haraka haraka wapendwa. Mnanielewa au niishie hapo tuombe? Nivimalizie hivi pengine.
Wapendwa, mbona mnijibu? Wangapi wameshawahi kuota ndoto ya nyoka? Haijalishi ni miaka mingapi. Wangapi? Amen. Kwa kumbe niko na watu. Hesabu ile sura 21 na ule mstari wa 6. Hesabu ile sura ya 21 na ule mstari wa 6. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma wengi, wakafa. Ili kwa ni adhabu baada ya manunguniko. Nyoka za moto. Hizi nyoka hazikuja tu, zilikuja kama adhabu. Kwa ni roho ambayo huwa inaleta mapigo. Tunaenda vizuri? Aidha magonjwa, adhabu ya kukosa kitu kinachoitwa mafanikio, chochote ambacho kinakuwa kama pigo kwako. Adhabu. Adhabu. Haleluya. Namba 6, inakuja kukuingizia kitu kinaitwa uharibifu au roho ya uharibifu. Mwanzo 49:17. Inakuja kukuingizia uharibifu. Na huwa ikipata nafasi unaweza ukapata ndoto au hata live umeumwa na nyoka. Wangapi wamewahi kuota amegongwa na nyoka? Bwana asifiwe. Hiyo ni hatua ambayo imefika sasa, ni utekelezaji, lakini huwa mara nyingi pia inalenga. So anapokugonga kuna roho anaingiza ndani, kuna sumu anaingiza ya uharibifu ndani yako. Dada mmoja nilikutana naye, nimewahi kutoa ushuhuda. Amefika sehemu analia kwa sababu zilikuwa zimebaki siku 2 ndio wanaenda kwenye hukumu mahakamani ya divorce, kupeana talaka. Na analia kwa sababu anampenda bado mume wake, na wamezaa watoto 2, na waliishi maisha magumu sana, na Mungu akaja akawainua. Lakini yule mwanaume amebadilika isivyo kawaida. Hakumbuki mahali walikotoka na yule mama. Yeye anang'ang'ania talaka. Wamekaa vikao vya kila namna vya usuluhishi, hadi kanisani vimeshindikana. Swali moja ambalo nilisikia kumuuliza, nilimwambia nipe huu mkono wako wa kushoto. Yule dada nilichompenda, pamoja na ile hali, pete yake ya ndoa bado hakuvua. Alikuwa anasema ninasubiri mpaka niishike ile talaka, sintaitoa hii pete. Nikamwambia kitu ambacho nimekipenda kwako, wengine wanakopita hapa wanaanzaga na hii pete kutoa. Akasema siwezi kutoa kwa sababu sitaki usumbufu. Nikamshika kile kidole cha pete. Nilivyomshika hivi, nikasema naachilia damu ya Yesu. Ule mkono nilijua unakatika. Afule dada alianguka chini, alianza kutambaa kama nyoka na kutapika. Afu nikamwambia wewe nyoka unatafuta nini? Akasema naitaka ndoa yake. Anasema miaka 2 nyuma alikuwa kilala na niota niko kitandani, na baadaye nikafanikiwa kugonga hichi kidole. Nikagonga cha mume wake, nikagonga na chake. Hapo hapo nikafaulu kuingiza nilichoingiza. Kwa hakuna ndoa hapo. Nikashughulikia, nikapiga lile dubuasha, nikalinyonga, nikaliua. Nikatangaza kuirejesha ile ndoa. Ile siku anaenda mahakamani, inatakiwa hukumu. Yule mwanaume anamwambia hakimu, siwezi kumwacha mke wangu kuivunja ndoa yangu.
Wanamwambia, mbona umetusumbua hii kesi muda mrefu namna hii? Na yule mwanasheria anasema sikuelewi. Na yule mama nilimwambia ile siku ya kutolewa hukumu, beba na watoto wote nenda nao. Beba na watoto wawaone kabisa kwamba ndio naitema familia yangu. Jamaa alivyoona na wale watoto, acha wewe. Mwenye nilikaona kale kabinti kamebana doli, yani niliumia kwamba haka ndio kanatelekezwa. Nikasema mimi nitakuwa baba yake wa hiari kama akitemwa. Napendaga sana vitoto vya kike. Haleluya. Basi jamaa akasema ninaifuta hii kesi. Hakimu akasema tumuulize mkeo, sisi wenyewe hatupendi watu kuachana, mtawapa shida hawa. Ile kesi iliisha. Yule dada akaniambia Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Namba 7. Roho hiyo inakuonyesha ni ishara ya kuwa ulinzi wa Mungu haupo kwenye maisha yako. Au ulinzi wa Mungu umepunguka. Mhubiri 10 mstari wa 8. Mhubiri mlango wa 10 na mstari ule wa 8. Nami ninanukuu. Sema na mimi maneno haya. Sema, mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake, naye abomoaye boma nyoka atamuuma. Naye abomoaye boma nyoka atamuuma. Kwa ni ulinzi wa Mungu. Haleluya. Namba 8. Hapa nitaongea, unisikie makini, kwa umakini sana. Hii namba 8 nisikie vizuri. Hii roho inapokuja pia huwa inaleta kitu kinaitwa hati za mashtaka. Kwa hiyo anakuja kama mshtaki. Hii ni roho ambayo huwa inakuja kama mshtaki, huku ikileta hati za mashtaka. Nisikie vizuri. Miaka 2 au 3 hasira fulani ya kuanza kuchukia umaskini ambao nilikuwa ninauona kwenye maisha yangu na familia yetu. Si kwamba tulikuwa ni maskini wa kukosa mahali pa kuishi au pakula, lakini kulingana na namna ndani ninavyojiona na mazingira ambayo ninayaona na niliyokuwa, iliingia ndani ya hasira sana. Iliingia ndani ya hasira sana. Nikapitia maombi ya siku 21 nikiwa ninakunywa maji tu. Niliingia gharama sana ya kuvuka kwenye hayo mazingira. Nilikuta nimekaa nimechukuliwa katika mawazo. Roho Mtakatifu akanipeleka hadi pale kijijini Rupira kwa baba. Nikaangalia nyumba zote za baba zangu na baba zangu wadogo, yani wote hali inafanana. Mmoja ambaye ndio kidogo alikuwa na mafanikio, lakini na yeye alikuwa ni mshirikina sana, aliua sana ukoo wa kutoa kafara. Kwa hakuna ambaye alitajirika katika mfumo wa kimungu, hakuna. Nikaenda kwa kina mama. Huko ndio mbombo ngafu, yani nafuu kwa mama yangu. Huko ndio hali ilikuwa mbaya. Bwana asifiwe. Ikaniingia hasira. Sijajua mwenzangu umaskini wewe unauchukuliaje, lakini nataka nikwambie ni kitu cha kupambana nacho kuliko maelezo. Shida ya hilo lidude linaloitwa umaskini haliishiaji kwako hadi vijukuu vyako, kwa ni mfumo. Wapendwa, mnasikia? Hebu mwambie mwenzio umaskini
Mwambie umaskini sio fungu letu hili. Rudia tena, mwambie sio fungu letu hili. Sasa anasema sehemu nyingine kwenu hakutakuwa maskini wala maombaomba. Mmenielewa? Nilipoingia yale maombi, siku moja nikaletewa maono ya ndoto. Nimeenda kijijini pande wa baba, ilikuwa ni msimu wa kuvuna mahindi na wanavuna. Nikaona kuna watu wanavuna na nikawa ninazunguka. Wanavuna, wameweka hapo magunia wanayamwaga. Kuna vimbwa, mnavijuaga vimbwa vya kijijini hivi. Nikaona na vijibwa viwili. Tena vile vijibwa vina vidonda masikioni, mzi wanavingata. Sasa nikawa ninasema nitazunguka ili eneo, mbona siwezi kulimaliza. Ni kama nilikuwa nazunguka kwenye mipaka kuiangalia. Nikajua mara nyingi kwenye mipaka sijajua wewe. Mimi nina hali nikiotaga, nikifanyaga mikono hii wanapaa kwenye njozi. Nikapaa huko natembea. Lakini katikati ya lile eneo pale kwenye mji wetu pana mti upo hadi leo mkubwa sana. Juu ya ule mti nikaliona joka kubwa, ni zaidi ya chatu. Kwa kuwa niliwahi kuiona filamu moja inaitwa Anaconda, ndani ya ndoto nikasema huyu ni sio chatu, huyu ni anaconda kubwa sana. Na lile joka lina macho yake kama kinyonga. Macho ya kinyonga mnayajua, yani yanageukaga hivi. Kwa kila ninavyozunguka na ile nyoka macho yake yanazunguka, na kadri anavyoniangalia ile nguvu yangu inapungua. Nikakuta sasa kima changu kimeshuka, kimefika hapa. Yani nimepaa lakini niko hapa. Sasa vile vijibwa kikaja kimoja kikaning'ata hapa kwenye kisigino hapa. Kikang'ata. Nikashuka. Nikaanza kuwagombeza wale. Kwa nini mnawaacha hawa mbwa mpaka wanang'ata watu? Hawa mbwa wa kijijini hata chanjo ya ukichaa hawana. Wakasema wamechanjwa. Nikiotaga kijijini kwetu mara nyingi namuota kuna wajina wangu, mtoto wa mchungaji anaitwa Samuel. Akatokea akaniambia nina mafaili, mbwa wote waliochanjwa hawa hawapo. Hawa hawapo. Wale wenyeji wenye mbwa wakaanza kunicheka. Kama umeona zile picha za wachawi wa Nigeria labda wakawa wananicheka. Walivyokuwa wananicheka nikakasirika, nikashtuka. Kilichoniumiza nilivyoshtuka, nimeshtuka kwenye ndoto, huu mguu unauma. Huu mguu kwenye kisigino nainuka maumivu. Nikajua hii haikuwa ndoto, ilikuwa ni halisi. Hasira niliyokuwa nayo nikamwambia, sasa baba, hata maji leo sinywi. Leo na maji sinywi. Kama nitakufa na njaa na kiu, wacha nife kuliko kuishi nikiwa maskini. Wangea kuishi nikiwa maskini. Na uchukia umaskini sana. So Biblia inasema hekima ya maskini hata kusikilizwa ni kama debe tu. Watu wanaona unawapigia kelele. Anaweza kawa mlevi, watu wanapiga na makofi. Na mwisho wa siku watu watakwambia hata sanda changia basi kwenye kikao cha msiba. Huna. Sasa una maana gani wewe? Kwa hiyo nilikasirika mno, nikaingia kuomba. Nikasikia sauti ndani yangu ya uwepo wa Mungu kwenye kile chumba. Na akaongea wazi wazi. Hiyo sio ndoto. Imefika saa 7 mchana ndio ninaisikia sauti. Anaongea wazi wazi. Samuel, una shida gani? Mbona mimi nipo kwenye maombi yako? Nikamwambia kama ungekuwepo mbona hivi vimbwa vimening'ata? Ananiambia nilikuwa nakuonyesha hali halisi ulionayo. Una maswali? Nikamwambia ndio nayo. Nikamwambia kwanza nataka kujua hivi vijibwa hivi vijibwa. Ananiambia okay, hivi vijibwa ni roho ya umaskini. Kwani hawakumlamba lamba Lazaro?